Ninaomba umshukuru jirani yako kwa kukaa karibu na wewe. Umwambie kwamba una privilege ya kuwa karibu na mimi. Amen. Basi unaweza kuketi. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefika katika ibada hii ya Ijumaa Kuu, na ninamshukuru Mungu kwa nyimbo tulizoimba. Namshukuru Mungu kwa sauti nzuri ambazo zimesikika. Mulisema hivi vinaitwaje kwa Kiswahili? Saxophone, hivyo. Mtatuambia tu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kanisa, nilipokuwa nimeketi pale na sikiliza hawa waheshimiwa 7 wasoma maneno 7 ya Yesu pale msalabani, imenipa wasiwasi mkubwa. Na wasiwasi wangu, naomba na nyinyi mnisaidie hawa watu wasije wakawa wanajiita ni wachungaji huko waliko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mnisaidie kuwachunga, maana kama wakitaka hivyo waje waniage ofisini, niwawekee mikono, niwabariki waende kuanzisha chaplaincy nyingine. Umesema nini? Ministry. Ministry. Okay. Ndugu zangu, waleta maneno 7 ya Yesu wamezungumza maneno makubwa, na mimi nikawa na tafakari, ni kama vile wamenifirisi. Kwa hivyo nikawa nauliza Roho Mtakatifu nisaidie ni nini. Inawezekana nikasimama na kuwaombea watu ikaishia hapo. Bwana asifiwe. Lakini kwa dakika kadhaa naomba kuleta tafakari hii. Tunapokuwa tumeketi hapa leo, ni tendo kubwa sana katika ulimwengu wa roho ambalo lilitendeka, na leo tunakuwa na hiyo kumbukizi ya Yesu kuja duniani, lakini pia kuteswa, kufa, na siku ya leo tutaishia kwenye kufa, kwa sababu mmoja ya mitume ameniasaini kuhubiri Jumapili. Basi nitaenda kumuuliza Roho Mtakatifu anipe neno la Jumapili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika habari hii ambayo tunaisoma kutokea mwanzo kutabiliwa kwa Yesu kuja, na mpaka tunaona kutimia kwa maandiko haya, tunakuja kukutana na habari ya tukio zima la Pasaka ambalo ukisoma katika Kutoka tumefundishwa, au jana tulitafakarishwa juu ya Passover, kupita juu pale ambapo damu zilikuwa zimepakwa katika miimo ya milango ya Waisraeli na wa Misri. Mtu yeyote aliyepaka damu ile aliweza kupona. Sasa kulikuwa na sherehe kubwa ya namna hii mpaka Yesu anakuja duniani. Alikuta hii sherehe ikifanyika, na alipokuwa akihudhuria na yeye kwenye hii sherehe, jana tuliambiwa wanafunzi na wao walijua ya kwamba itakuwa kama ambavyo wamezoea, kutakuwa na mwanakondoo ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kuchinjwa. Lakini ile sherehe au kile chakula ambacho Yesu alikiandaa kikawa tofauti kabisa.
walivyokuwa wanatarajia awepo mwanakondoo, yeye ndiye kwa namna ya kipekee akajitambulisha ya kwamba hakuna mwanakondoo mwingine, mimi ndiye mwanakondoo ambaye damu ya thamani itatoka ndani yangu, na hiyo damu mtakapoiona itakuwa si damu ya kawaida. Ile sherehe, kile chakula cha jioni hakikuwa cha kawaida. Nini kilichoendelea? Kabla ya Yesu kuwa ameketi na wanafunzi chakulani, tukirudi kwenye Isaya, wasomaji wa masomo 7 mmoja amegusia Isaya 53 ule mstari wa kwanza na kuendelea. Naomba twende mahali pale. Mwambie jirani yako twende Isaya 53. Isaya 53 mstari wa kwanza na kuendelea inasema hivi: ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwae machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mistari inaendelea na maneno haya yanaleta picha ya Pasaka au picha ya siku ya leo, kwamba huyu Yesu aliyetabiriwa miaka mingi iliyopita, katika kutabiriwa kwake na katika kuandaliwa kwake kuja hapa duniani, anakuja kukutana na mambo haya ambayo yametabiriwa, yamesemwa kabla, miaka mingi kabla ya yeye kuja, zaidi ya miaka 2000 kabla. Kuna msomaji mmoja amesema miaka hapo, according to his research. Bwana asifiwe. Sasa Yesu huyu alipokuja, maneno haya ambayo tunayasoma katika Isaya yanayozungumza mtu aliyekuja akiwa mwanadamu kamili, akiwa Mungu kamili, lakini akiwa na maumbo yake au umbo lake likiwa zuri. Lakini mateso yalipoanza, ndugu zangu, leo ni Ijumaa Kuu, mateso yalipofanyika, maana utabiri ulikuwa unaonyesha ya kwamba huyu mtu ambaye anakuja na uzuri, lakini atakachokutana nacho majeshi, watawala, wanajeshi wa Kirumi ambavyo watakuwa wamejipanga na mijeredi yao, watampiga, watamburuta, watamharibu, watamkosesha sura, wataharibu mwili wake. Na ndicho kilichofanyika. Biblia inasema hata namna ya kumtazama
yani unapomtazama hana uzuri wowote. Hafurahishi kumtazama. Kwa sababu nini kilichofanyika? He was beaten. Alipigwa, aliumizwa na damu zikamchuruzika huyu Yesu. Biblia inasema badala ya kukubaliwa na watu, alikataliwa na watu. Akawa ni mtu wa huzuni. Ninazungumza nguvu ya msalaba. Bwana asifiwe. Ninazungumza juu ya nguvu ya msalaba. Yesu akiwa amepigwa, akiwa amedhihakiwa, akiwa amefanyiwa fujo zote ambazo mwanadamu wa wakati ule alizijua na waliweza kuzifanya, Yesu ikafika mahali akaubeba msalaba ili aelekee Goligota. Alipoubeba msalaba mzito, lakini katika kuubeba kwake, sikia, Yesu hajala. Yesu anahisi njaa, anahisi kiu na njaa, amechoka, damu zimemtoka. Katika uchovu wake bado mijeredi inamwangukia, bado mateso yanaendelea. Ikafika mahali ukisoma katika Luka, katika mistari tuliyoisoma Luka sura ya 23 ule mstari wa 44 hadi 49, lakini hasa ukianzia kule nyuma, kabla ya kuangikwa pale msalabani, ni kwamba Yesu akiwa katika safari yake ya kuelekea pale msalabani amechoka, ikafika mahali akaanguka chini. Alipoanguka chini, kuna kahuruma fulani, sijui ni kahuruma, lakini sio huruma tu. Yote haya yalikuwa yameandikwa. Akawepo Simeoni Mkrene. Alipoonekana mahali pale askari wa Kirumi, akasema, we, sini wale, hebu chukua huu msalaba. Simeoni akachukua ule msalaba, akamsaidia Yesu. Bwana asifiwe. Yesu akajikuta yuko pale Goligota. Alipojikuta yuko pale Goligota, aliwambwa msalabani. Jesus was crucified. Aliposurubiwa, kwa sababu ya uchovu, kwa sababu ya damu zimemtoka, kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya mateso aliyoyapitia, kuna mahali alipohisi kiu na akataka kunywa maji au kitu chochote cha kuondoa kiu, awe satisfied. Nini kilichotokea? Walimletea kitu ambacho ni kichungu. Alipoonja hakutamani. Ulishawahi kuwa kwenye wakati mgumu ambao unahitaji msaada, badala ya kusaidika ndo unakuja kuongezewa mateso au unakuja kuongezewa majuto? Nguvu ya msalaba ninayoizungumza, kuna misalaba mitatu pale Goligota. Msalaba wa kwanza ulikuwa ni yule wa mwizi wa kwanza, criminal, ambaye alikuwepo mahali pale, lakini na yule mwingine na yeye alikuweko upande wa kulia. Yesu akawekwa pale katikati. Ndugu zangu, jioni ya leo tunapokuwa tunasherekea au tunakumbuka au tunaingia katika tafakari, ni kwamba Yesu aliangikwa kwenye msalaba, na msalaba tulionao hapa umepitishwa kwenye kamashine kazuri kiasi kwamba hata ukiweka mkono wako pale you don't feel anything, kwa sababu kamerandwa vizuri. Msalaba wa Yesu ilikuwa una miba, ni msalaba ambao ulikuwa haujarandwa. Ukisogeza mgongo utachomwa,
lakini ulikuwa ni msalaba mzito. Yesu alikubali kwenda pale msalabani. Kwa nini alikubali kwenda pale msalabani? Alikubali ili aweze kuidhihirishia dunia ya kwamba ule mpango ambao shetani amekuwa nao kwa dunia, kuiharibu, kuiongoza vibaya, Yesu anakubali aende msalabani ili aweze kuitangazia dunia ya kwamba here I am, msimfate huyo mharibifu, lakini ninakubali nije msalabani ili wewe ambaye ungeangikwa, ili mimi ambaye ningeangikwa pale msalabani nisifanyiwe hivyo, isipokuwa adhabu ya amani anaibeba yeye. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Luka 23:44 hadi 49 inasema, hapo ilikuwa yapata saa sita, kukawa na giza juu ya nchi. Yesu alipopigiliwa misumari, Yesu akiwa pale msalabani, nini kilichotokea? Biblia inasema ilipokuwa saa sita, giza liliingia. Baada ya giza kuingia, ikawa ni mtafutano. Watu walishangaa, wanasayansi waliokuwepo mahali pale wakapigwa na butwaa. Tunajua sasa hivi ni saa sita. Wakiangalia kama kulikuwa na saa, naamini kulikuwa na saa au kulikuwa na namna ya utambuzi wa majira, hata kama hawapakuwa na disco au saa zozote zilizoko leo ulioivaa, lakini kulikuwa na namna ya utambuzi wa majira. Biblia inasema hapo ilikuwa yapata saa sita, takribani saa sita, kukawa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Masaa 3 kulikuwa na giza. Kwa nini? Kulikuwa na jambo katika ulimwengu wa roho linaendelea. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yeye mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga vifua. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu na mwinjili Luka anatuzungumzia au anatuletea mambo yafuatayo. Katika kutazama nguvu ambayo inaonekana katika msalaba, liko jambo lililotendeka wakati Yesu yuko msalabani. Jambo la kwanza, giza lilitanda nchi nzima toka saa 6 mchana mpaka saa 9 alasiri. Tunapozungumza juu ya giza kutanda, Biblia imeeleza au katika ufafanuzi wake ni kwamba Yesu alikuwa amekwisha kuambia kwamba hiyo ilikuwa ni saa yao, au hii ni saa yenu, kwa sababu giza linatawala. Yesu alipowambwa pale msalabani, alipokuwa pale msalabani na saa 6 giza lilipoingia, katika tafasiri ni kwamba hiyo ilikuwa ni saa ya hawa waliokuwa wameamua, wamejiamlia,
wametii maagizo na maelekezo ya kutimiza unabii, lakini kwa habari ya giza ni kwamba ilikuwa ni utawala wao. Na Mungu asipotawala, na moja ya swali tulipokuwa huko vyuoni, hawa waheshimiwa walikuwa natuuliza na walimu wengine, wakati Yesu amekufa, sasa ni nani aliyekuwa akitawala? Kama Yesu alikuwa amekufa na kazikwa, who was ruling the earth? Na mamlaka ya nani ilikuwepo mahali pale? Lakini nachotaka kusema hapa ni kwamba giza lilipotawala ni ishara ya kwamba watu hawa wanafanya mambo ambayo wao wanajua. Na ngoja nikwambie, giza linapotawala mahali popote, giza linapotawala kwa mtu yeyote, inakuwa ni utawala wa serikali nyingine au wa mtu mwingine au wa muungu mwingine. Yesu alisema hii ni saa yenu, kwa sababu giza linatawala. Giza, kumbukeni Biblia inazungumza juu ya shetani ni mtawala ambaye ni wa giza, na katika kutawala kwake anatawala watu wengi ambao hawajakubali kukaa na nuru ambayo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu atusaidie, kwa sababu tunapotazama juu ya utawala au muda ambao giza lilitawala na lilipotanda katika nchi, maana yake ni kwamba mazingira hayo yalikuwa ni ya kutisha. Ningependa kusema jambo hili halikuwa la kawaida. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie, giza ambalo linachukua maana ya mtawala wa giza lisitawale maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukawa kanisani, tunaweza tukafanya haya na yale, lakini giza likawa linatawala. Lakini jambo la pili Luka ambalo analiweka wazi ni pazia la hekalu kupasuka na kutenga mahali patakatifu patakatifu. Na hii ni kwamba nyakati zile uwepo wa Mungu ulikuwa localized. Yani kama ni uwepo wa Mungu kupatikana pale, ilikuwa ni pale, unahitaji kwenda pale. Na uwepo wa Mungu ni kama vile ulikuwa unapatikana kwa makuhani peke yake, ndio ambao wangeweza kusema neno au kutabiri au kusema jambo fulani. Luka anazungumza kitu muhimu sana katika imani yetu siku hii ya leo ya Ijumaa Kuu, jambo lililotendeka kwamba pazia la hekalu likapasuka. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako, maisha yangu, ile namna ambavyo tumemweka Mungu kuwa wa dhehebu fulani, wa dini fulani, Mungu anaweza kupatikana sio mahali fulani peke yake, isipokuwa leo maana ya pazia la hekalu kuvunjika, tunaweza tukamuaccess Mungu mahali popote pale. Haleluya, haleluya. Ndiyo maana ukimwita Mungu nyumbani mwako ataitika. Ndiyo maana ukimwita Mungu ofisini kwako ataitika. Ndiyo maana ukimwita Mungu ukiwa kwenye ndege, kwenye SGR, ukiwa kwenye bodaboda, ukiwa kwenye gari, ukiwa mahali popote pale, Mungu anapatikana. Uwepo wake leo haupatikani kwa makuhani peke yake, unapatikana hata kwako wewe. Unaweza ukaenda patakatifu ukazungumza na Mungu, iwe ni usiku, iwe ni mchana, na mahali popote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mara ya mwisho kuliitia jina la Bwana ofisini kwako ilikuwa lini?
Mara ya mwisho kuliitia jina la Bwana ukiwa safarini ilikuwa lini? Mara ya mwisho kuliitia jina la Bwana ulipoenda kwenye kile chumba, ile lodge ulipokuwa safari ilikuwa lini? Mara ya mwisho kuliitia jina la Bwana uliposhika gari usukani unataka kukanyaga uanze kuondoka ilikuwa lini? Watu wengi wanajua uwepo wa Mungu unapatikana kwa mchungaji au kanisani, tukija mahali hapa na kufanya njia ya msalaba au tukakaa mahali fulani. Kila mmoja hapa huwa na engo yake, akikuta amevamiwa watu wanateseka. Yani nisipomkuta Mungu mahali ambapo nimezoea, hapo nimekuwa distracted. Lakini ngoja nikwambie, Yesu yuko kila mahali. Wewe liitie jina la Bwana, atakuitikia. Sema amen. Bwana asifiwe. Hii ni udhihirisho kuwa kila mmoja mwendeaye Mungu ana uhuru, ana access ya kuzungumza na Mungu mahali popote pale, na bila kufuata utaratibu wa kutoa sadaka ya kuteketezwa. Zamani ili uingie patakatifu pa patakatifu, lazima, mnakumbuka yule mwanakondoo, wale mliokuwepo ibadani jana, yule mwanakondoo, lazima ungeenda na mwanakondoo. Leo hatuhitaji kwenda na mwanakondoo. Mwanakondoo amekwisha kuchinjwa na anaingia ndani ya watu. Katika Ufunuo inasema, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Huyo mwanakondoo akishaingia, hatuhitaji uende kutoa sadaka ndio ukubaliwe kumwendea Mungu. Hapana, sadaka inakuja baada ya kitu kingine. Bwana asifiwe. Na kuna doctrine fulani ambako kanatuharibia mahusiano yetu na Mungu. Mtu anasema kwa sababu ya sadaka ninaweza nikaishi maisha yoyote ninayojua. Hapana, swala sio sadaka. Sadaka inakuja baada ya kitu kinachoitwa, ambacho Luka na kiweka sawasawa, kinachoitwa kuwa na mahusiano mazuri. Ametutengenezea sadaka ya pekee ambayo ni mahusiano mazuri na Mungu. Ametumia neno proper relationship. Proper relationship. Bwana asifiwe. Wangapi wamewahi kuwa walimu wa shule za msingi? Asante sana bibi. Bwana asifiwe. Ukiwa mwalimu wa shule ya msingi au sekondari, kuna mahali utafika tu, okay, utaagiza, hebu weka hii katika mahali pake, weka mahali pake. Sasa na wewe utaisema kwa hiyo lugha ya hawa waheshimiwa. Bwana asifiwe. Weka mahali pake, yani ipangilie. Kuna mahali ambavyo deski au rula au daftari au mfuko au chochote hakiko mahali pake. Sasa unamwambia weka mahali panapotakiwa, in a proper way. Yesu amekuja akakubali kuteseka. Anachokilenga, sadaka yake ambaye ni yeye mwenyewe, anataka kututengenezea mazingira sisi wanadamu tuwe na proper relationship with our God. Bwana Yesu asifiwe. Je, una proper relationship na Mungu ambaye amemdhihirisha Yesu Kristo katika dunia hii tulio nayo? Je, una mahusiano ambayo Mungu wetu anapoyatazama, anayatazama katika msingi mzuri ambao Yesu huyu kwa kupigwa kwake, kwa kuonewa kwake, hata ukisoma katika Warumi 5:2 inaweza kukuambia kitu. Ametutengenezea mazingira hayo ya kuwa na mahusiano mazuri. Waefeso 2:18 unaweza kaona. Lakini katika Waebrania 10 mstari wa 19 hadi wa 23 anasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya,
iliyo hai ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Bwana asifiwe. Mwandishi wa Waebrania analiweka hili vizuri katika maisha yetu. Lakini pale msalabani Luka anaweka jambo la tatu. Kifo cha Bwana Yesu kilitokea kwa sababu alitaka, alipenda voluntarily. Alichokifanya ni kwamba kwa utashi wake alikabidhisha nafsi yake. Kifo cha Bwana Yesu kilitokea kwa sababu yeye alitaka, alipenda, na kwa sababu hiyo basi, kwa kupenda kwake amekubali akae pale msalabani, afe pale msalabani, ili nguvu ya msalaba ituonyeshe wokovu, ituonyeshe kufunguliwa. Maana katika Isaya amesema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana asifiwe. Lakini katika kufa kwake, wengine wanavyoiona, wanavyotafasiri ni kwamba kwa sababu alikuwa chini ya himaya ya serikali ya Kirumi, ya majeshi ya Kirumi, basi walimburuta tu na walifanya wajuavyo. Wao hawakuwa na uwezo wa kuiondoa roho yake. Yeye ndiye aliyeikabidhisha roho yake, ndiye aliyeiondoa ndani ya ule mwili, ndani ya hicho chombo au huo mwili, kwa nguvu zake, kwa utashi wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. There is something that we can learn here. No matter what you go through, aliye na uwezo wa kuondoa uhai wako sio shetani, ni Mungu mwenyewe. Haijalishi Mungu aruhusu ujaribiwe na wachawi, haijalishi mapepo yavume, yapige kelele, haijalishi mbele yako naona ni ajali ya namna gani, hiyo sijui inakuja, sijui kitu gani. Naomba ulijue hili, mwenye uwezo wa kuondoa roho au kuruhusu roho iondoke. Tusidanganywe na doctrines zingine ambazo zinaweza unajua kuna watu wanasema kuna wale malaika wa giza wanaitwa malaika watoa roho. Unajua yule malaika mtoa roho anapita. Malaika mtoa roho anapita. Huyo malaika hata kama awe na mapembe, hata kama awe sijui ni malaika wa namna gani, kama Mungu wa mbinguni, kama Yesu hajaamua roho yako itoke, unaweza ukakaa Muhimbili miaka, unaweza ukae nyumbani muda huo, unaweza ukae mahali ukiwa vile. Yeye akiamua roho yako anachukua. Ndivyo alivyofanya, aliondoa roho yake akaikabidhisha. Hakuruhusu roho yake iguswe na mikono au iondolewe kwa namna yoyote ile. Biblia imeweka mambo mazuri mahali hapa. Naomba Mungu atusaidie kulichukua hili. Hebu sikia, Yesu ana mamlaka na kifo. Yesu ana mamlaka na uhai wetu. Yesu ana mamlaka. Hata kama upite kwenye majaribu ya namna gani, ashukuriwe jirani yako hajawahi kupita kwenye majaribu. Lakini wewe mwenzangu, si jirani yako hajawahi kupita kwenye majaribu.
Bwana asifiwe. Hebu mwangalie jirani yako. Hebu muulize jirani, na wewe unafanania kupita kwenye majaribu? Bwana asifiwe. Haleluya. Hata kama upita kwenye majaribu ya namna gani, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Mwandishi wa Zaburi alijua ya kwamba wako wengi wa kutisha, wako wengi wa kuharibu, wako wengi wanaoweza wakafanya ABC, lakini ninajua gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Maana wewe ukiamua nije kwako ninakuja, usipoamua hakuna wezaye kunifanya chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu sikia kilichotokea. Namba 4, mkuu wa kikosi cha Kirumi, a centurion, si centurion au centurion, huyo mkuu wa kikosi cha Kirumi alikiri kwamba Yesu alikuwa mwenye haki. Inafika mahali hata maadui wanaofanya fujo, wanaoharibu, wanaoweza kutamani upatwe na mabaya, kuna mahali ukikaa na kutulia na kumungoja Mungu akupiganie, watafika mahali wanasema, hata kama tulikuwa tunamsema vibaya, lakini hili jamaa, hata kama tulikuwa tunamtakia mabaya, lakini huyu mama, huyu baba, hata kama tulikuwa tunamtakia mabaya huyu bosi, hata kama tulikuwa tunasema hakuna lolote kwa huyu mwanakwaya, lakini kuna mahali ambapo Mungu anapokuwa upande wako, dunia itafika mahali ikiri na kusema ya kwamba kulikuwa na kitu kwa huyu mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba unisaidie kujaji kama mwimbaji huyu alikuwa sawa sawa. Mwombee adui yako aishi siku nyingi ili aone baraka zako. Huyu mwimbaji alikuwa katika roho. Sasa wewe adui yako unamwombeaje? Ashukuriwe Mungu. Ndio maana niliwaambia kuna watu hawajai kupita kwenye majaribu, hawana hata maadui. Ashukuriwe Mungu. Lakini hebu sikia, hawa watu waliokuwa wamenuia mabaya kwa Yesu, akafika mahali alipoona matendo makuu pale msalabani kwa Yesu, akasema asifiwe Mungu. Huyu mtu, huyu Mesaya, huyu hakuwa wa kawaida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu walioshuhudia kifo cha Yesu walishuhudia matendo makuu pale msalabani. Ninachotaka kusema ninapomaliza ni kwamba pale msalabani Yesu alitangaza wokovu. Kwa kuteswa kwake ametudhihirishia wokovu, ametudhihirishia kufunguliwa, ametudhihirishia baraka katika maisha yetu. Pale msalabani wokovu Yesu anauonyesha ya kwamba ni mali yake na sisi anatupatia. Bwana asifiwe. Salvation is the property of God. Wokovu ni chombo, ni mali ya Mungu mwenyewe, na pale msalabani anaiachilia kwetu. Bwana asifiwe. Lakini pia inatuonyesha ya kwamba wokovu haumilikiwi na madhehebu yetu au koo zetu. We do not own or control salvation. Jesus or God gives salvation to whoever anayetaka ampatie. Bwana asifiwe. Ingekuwa wokovu tunatoa wanadamu, kuna watu leo wangekuwa wamenyang'anywa. Bwana asifiwe. Yani hebu fikiria wokovu unatoka kwa mwenyekiti wa kwaya. Ukichelewa tu zoezi
wewe Bwana asifiwe. Wazee wa kanisa, wokovu ungekuwa unatoka kwenye baraza ingekuwaje? Wokovu ungekuwa unatoka kwa mmeo ingekuwaje? Au kwa mkeo ingekuwaje? Lakini pia we cannot dispense salvation to others. Hiyo pia ni jambo la msingi. Nataka kusema hivi. Mungu wetu ameruhusu Yesu aende msalabani ili katika kuteswa kwake tuende patakatifu pa patakatifu sisi wenyewe. Ulishawahi kuwa wakati fulani umekaa mahali unahisi uwepo wa Mungu? Not necessarily umekuja kanisani, lakini uko mahali, uko ofisini kwako, unapitisha mafaili ya watu, unalipa mishahara watu, unaamrisha watu, wewe fanya hivi, fanya, au unaagiza, lakini uwepo wa Mungu unapita huko ndani, unajihisi uko mahali, unaendesha gari, uko uwepo wa Bwana, uko nyumbani unapika au unafanya chochote, lakini unahisi uwepo wa Bwana. Zamani wangeenda kwa kuhani mkuu aingie. Jioni ya leo katika umati huu na ibada hii, mimi ningependa kukualika. Tunaweza tukaenda patakatifu pa patakatifu. Lakini pia naomba tuogope yale masaa matatu ya giza. Biblia inasema siku moja ni kama miaka. Hapo unaweza ukaangalia, kumbe hayo masaa matatu ukicheza, kama ni wewe ukiamua ujiendeshe, utawaliwe na giza, usichukulie tu kwamba ni masaa matatu. Hiyo ni maana kubwa mno ambayo mtu anaweza akaishi maisha ya giza, kuzaliwa kwake mpaka kwenda kaburini. Hata kama amepokea kipaimara, amebatizwa, amefanya sivyo vitu gani, giza likitanda ni hatari. Mungu atusaidie tusiwe watu wa kuishi gizani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Natamani usimame mahali ulipo, tumuombe Mungu jioni ya leo. Tunapomwendea Mungu jioni ya leo, hebu naomba usijione kwamba wewe ni mtu wa kusubiri mchungaji kukuombea au mtu fulani kukuombea, lakini jioni ya leo unaweza ukapaendea patakatifu pa patakatifu. Natamani twende tumwambie Mungu. Natamani uende uzungumze na Mungu. Natamani uende kulitia jina la Bwana. Natamani usimame mahali fulani ambapo Mungu wa mbinguni anapokutazama, lakini pia hakikisha giza, yani ule utawala wa maisha yako wewe mwenyewe haupo katika maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Funika macho yako mahali ulipo. Funika macho yako. Unapokuwa umefunika macho yako, tunakwenda kumwomba Bwana. Kwenye moyo wako ndani kabisa, huko ndani, hebu mwendee Mungu. Usisubiri kuombewa. Hebu mwendee Mungu. Mwambie Mungu, kuna maisha fulani ambayo nimeishi. Kuna mazingira fulani ambayo nimeyapitia. Mwambie Mungu, nakuja kwako. Mwambie Mungu, nakuhitaji. Mwambie Mungu, wewe ni Mungu uliye hai. Mwambie Mungu kwamba nakutamani. Uko mahali hapa, mwambie Mungu, natamani kusogea patakatifu pako pa patakatifu. Unapomsogelea Mungu, iko nguvu ya Mungu inaenda kupita katika maisha yako. Inaenda kupita kwenye maisha yako. Kuna watu mlitamani kuombewa, lakini ukiruhusu moyo wako
Oh, nguvu ya Mungu inatembea juu yako. Jesus. Jesus. Wewe ni Bwana. Ukiwa mahali hapo unaomba, hebu twende tuombe. Litie tu jina la Bwana. Litie jina la Bwana. Litie jina la Bwana mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasogea mbele zako Mwokozi Yesu. Tunapokumbuka kifo chako, mateso na maumivu, huzuni na uchungu uliupata pale juu Kalvari. Na hayo yote Bwana uliyapata kwa ajili yetu sisi ambao tulikuwa tumesetwa katika giza. Tulikuwa hatuna msaada Mwokozi. Tulikuwa hatuna kimbilio mahali popote. Lakini kwa huruma zako, lakini kwa neema yako, kwa upendo wako Bwana, ukaiacha enzi, ukakubali aibu ili tuweze kuokolewa. Nasi Bwana tunasogea mbele zako jinsi tulivyo. Tunakiri ya kwamba Bwana sisi ni wenye dhambi. Tunakutenda dhambi kila wakati. Tunatamani Bwana uturehemu jioni ya leo. Tuoshe kwa damu yako ya thamani. Tusafishe Bwana ili tuweze kupata lile pendo, ili tuweze kuingia patakatifu pa patakatifu pako. Tunapokuja Bwana, maombi yetu yakapate kibali. Tunapokulilia Bwana, ukatusikie. Tunapolia Bwana wakati wa usiku mchana, Baba ukaweze kuyatakabali maombi yetu. Ndio maana tunakumbuka kifo chako. Ni kweli Bwana, kifo chako kimeleta msamaha katika maisha yetu. Kupitia kifo chako tumesamehewa, tumeoshwa dhambi zetu. Ndio maana tuna ujasiri mbele zako Mwokozi. Tuna ujasiri wa kusema wewe ni Mwokozi wa maisha yetu. Tuna ujasiri wa kulitia jina lako, mapepo yanaondoka, magonjwa yanatuachilia, huzuni inaondoka, tunakuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Baba, mbele yako kuna wagonjwa, tunawasogeza mbele zako Mwokozi. Mtazame baba huyu anayesumbuliwa na pressure. Mtazame mama huyu anayesumbuliwa na pressure na magonjwa mengine ambayo Bwana kibinadamu hayatibike. Madaktari wamesema haiwezekane, lakini kwako Bwana tunapokujia inawezekana. Nasi Bwana tunakuja kwa jina lako takatifu. Katika jina la Yesu tunanyamazisha, tunatisha roho ya magonjwa, tunatisha nguvu za giza, tunatisha kila roho zilizo kinyume na mpango wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunaenda kinyume na kila roho za kuonewa, tunaenda kinyume na roho za huzuni, tunaenda kinyume na kila chochote kilicho kinyume na maisha yetu katika jina la Yesu. Kuna wengine wanaonewa na ndoto wakati wa usiku. Shetani anawasumbua. Wengine wanaona akiwa makaburini, wengine wako baharini, wengine msituni, wengine wanakimbizwa na majoka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunaharibu na kusambaratisha
kila mkakati wa kuzimu tunawatangazia kushinda, maana Yesu ameshinda kifo na mauti. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, mahali ambapo ni salama, mahali ambapo kuna amani, mahali ambapo kuna tumaini, mahali ambapo yote yamekwisha. Tunakuja kwako Baba, jinsi tulivyo kama kanisa. Tunaomba utupiganie, tunaomba ututetee, tunaomba utushike na mkono wako, maana umesema yote yamekwisha. Utukufu na heshima vina wewe Bwana, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Unayestahili kuheshimiwa, unayestahili kuinamiwa kwa utukufu wa jina lako. Kumbuke huyo baba kule kazini, mkumbuke huyo mama kule kazini, kumbuka kila moja kule mashambani, kule katika biashara. Mungu ukafanye njia pasipokuwa na njia. Baba, tunakutukuza maana wewe ni Mungu mkuu. Hakuna aliye kama wewe. Pokea utukufu na heshima. Ndio Bwana, katika jina lako pokea utukufu Bwana. Naomba useme maneno haya. Bwana Yesu, siku ya leo ni siku kuu maishani mwangu. Umeteswa kwa ajili yangu ili giza lisinitawale. Umeteswa kwa ajili yangu ili nipakanyage patakatifu pa patakatifu. Yesu, maishani mwangu, roho yangu naiweka kwako. Nitawale, niongoze. Furaha, amani ikawe kwangu. Nikakufurahie wewe, nikakuishie wewe. Kila hatua yangu ikahakikishwe na wewe. Maadui wajaponijia, mkono wako Bwana hautanipungukia. Nami nitaona na kufurahia uzuri wako na uwepo wako maishani mwangu. Kwa kupigwa kwako Yesu, mimi nimepona. Kwa kupigwa kwako Yesu, mimi nimeokoka. Katika jina la Yesu, amen. Mshangilie Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Weza kuketi.